kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni D-Wakio TV. Wakili msomi kutoka nchini Tanzania, lakini pia ni rais wa TLS Boniface Mwabukusi, kupitia mtandao wa Twitter anatupa updates mbalimbali kuhusu masuala mbalimbali ya siasa za Tanzania. Nasoma kitu ambacho ameandika Boniface Mwabukusi katika mtandao wa Twitter kuhusu video ambayo imepostiwa na Mange Kimambe kuhusu matukio yaliyotokea tarehe 29 siku ya uchaguzi, na nukuu: "Mtu ni utu na sio kila mtu ana utu. Nimeona video kwenye ukurasa wa dada Mange Kimambe. Napotazama video hizi za ndugu zetu waliouawa na kulundikwa mithili ya mikungu ya ndizi kutokana na maandamano ya tarehe 29 Oktoba mwaka 2025, inahitaji moyo wa kishetani kuzungumzia maridhiano kabla ya ukweli, haki na uwajibikaji. Sijawahi amini kwamba katika taifa letu tunaweza tukawa na majitu katili kiasi hiki katika mfumo wa utumishi wa umma. Mungu awalaani kabisa kila mmoja hadi kizazi chake cha 4. Huu ni uharibifu mkubwa sana na hautakiwi kuonewa aibu. Aliyepanga, aliyeratibu na aliyetekeleza lazima kwanza wajibike, kila mmoja kwa kadri ya matendo yake. Unyama huu hauvumiliki," ameandika Boniface Mwabukusi. Mwisho kunukuu hichi ambacho Boniface Mwabukusi ameandika katika mtandao wa Twitter. Una maoni gani kwa hichi ambacho Boniface Mwabukusi ameandika katika mtandao wa Twitter? Tafadhali shusha maoni yako katika sehemu ya comment section. Maana Boniface Mwabukusi anasema mtu ni utu na sio kila mtu ana utu, na amesema nimeona video kwenye kurasa wa dada Mange Kimambe. Napotazama video hizi za ndugu zetu waliouawa na kulundikwa mithili ya mikungu ya ndizi kutokana na maandamano ya tarehe 29 Oktoba mwaka 2025, inahitaji moyo wa kishetani kuzungumzia maridhiano kabla ya ukweli, haki na uwajibikaji. Sijawahi amini kwamba katika taifa letu tunaweza tukawa na mijitu katili kiasi hichi katika mfumo wa utumishi wa umma. Mungu awalaani kabisa kila mmoja hadi kizazi chake cha 4. Huu ni uharibifu mkubwa sana. Hautakiwi kuonewa aibu. Aliyepanga, aliyeratibu na aliyetekeleza lazima kwanza wajibike, na kila mmoja kwa kadri ya matendo yake. Unyama huu hauvumiliki," ameandika hayo Boniface Mwabukusi. Ningependa maoni yako katika sehemu ya comment section hapo. Jina langu D-Wakio TV, tunakutana ujao katika masuala ya kisiasa. Bye bye.